Jambo mtazamaji wa Vision Media TZ, karibu sana katika mwendelezo wa habari na matukio kemkem yanayozidi kujiria kwa ulimwenguni katika siasa, uchumi, jamii, michezo na kadhalika. Hii ni Vision Media TZ na leo tuko hapa katika jeshi la polisi mkoa wa Manyara, kitengo cha usalama barabarani wilaya ya Babati, na tumekutana na mrakibu wa polisi Emmanuel Bernard Kandola na tunakwenda kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na swala zima la bonanza la michezo ambalo wameliandaa. Mimi naitwa Fadhili Shabani. Afande, karibu sana, tuzungumze kwa ufupi kuhusiana na bonanza. Asante sana mtangazaji. Kama ulivyosema, mimi naitwa mrakibu wa polisi Emmanuel Bernard Kandola. Ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Babati, lakini pia mimi ni mkuu wa operation wilaya ya Babati. Labda tupeleke moja kwa moja kwenye bonanza ambalo mmeliandaa hivi karibuni. Tumeandaa bonanza wilaya ya Babati, tumeandaa bonanza ambayo inaitwa ni CD Babati usafirishaji maarufu bodaboda pamoja na bajaji. Tutakuwa nao sambamba kwenye hili bonanza ambalo linategemea kufanyika tarehe 21 mwezi wa 3 2026 kuanzia majira ya saa 1 asubuhi. Tutakuwa na mambo ambayo yatahusika siku hiyo. Tutaanza na maandamano ya kutoka kituo cha polisi wilaya ya Babati kuelekea uwanja wa Tanzanite Park. Na baada ya hapo tutakuwa na michezo. Tutakuwa na jogging ya watu wote. Baada ya jogging tutakuwa na elimu ambayo itaendelea kutolewa kwenye mabanda ambayo yatakuwepo pale uwanjani. Tutakuwa na dawati la polisi ambako kwenye polisi hapo kutakuwa na usalama barabarani, dawati la jinsia na watoto, kutakuwa na dawati la polisi jamii, na pia kutakuwa na dawati la dawa za kulevya. Ukitoka kwenye dawati kwenye jeshi la polisi, tuna taasisi zingine, kuna TRA, kuna LATRA, kuna VETA, kuna watu wa mabenki NMB, CRDB, kuna Halotel. Hao wote wataendelea kutoa elimu kulingana na namna ya kuwasaidia hawa maafisa usafirishaji. Mambo mengi yatazungumziwa pale. Na TAKUKURU vipi afande Kandola? TAKUKURU utawalika nao watakuwepo ili na wenyewe waweze kutoa huduma, kusikiliza kero na changamoto ambazo maafisa usafirishaji wanazipata. Tutakuwa na michezo mbalimbali kama nilivyosema. Naam, labda utupitishe kwa ufupi kwenye michezo ambayo itakuwepo. Tumezoea mabonanza na kukuza kuku na nini, hapo umezungumzia jogging na swala zima la elimu kwa ujumla. Baada ya elimu hapo kutakuwa na michezo mingine. Kutakuwa na mashindano ya kukimbia mbio fupi za mita 100 ambayo yatakuwa ni mashindano baina ya polisi, bajaji na hao bodaboda. Lakini pia kuna kukimbia kwenye magunia, na kukimbiza kuku, na kuvuta kamba, na kushindana kula mkate na soda. Baada ya hapo kutakuwa na mtanange. Kutakuwa na mchezo wa mpira. Kutakuwa na timu 4 zitacheza. Mechi ya kwanza itakuwa baina ya maafisa usafirishaji bodaboda na maafisa usafirishaji bajaji. Hao watacheza pamoja kutafuta mshindi mmoja. Lakini pia mechi ya pili itakuwa ni baina ya polisi pamoja na timu ya Maisaka, ambapo napo watashindana kupata timu moja ambaye ni mshindi. Baada ya hao washindi kupatikana, wataingia kwenye finali kumtafuta mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Baada ya hapo tutahitimisha. Lakini kabla hizo mechi kutakuwa na nyama choma. Kutakuwa na nyama choma tumeandaa. Watu wote watapata nyama choma watakao kuwepo. Tumeandaa nyama nyingi. Zaidi ya watu 500 watakaoweza kujitokeza. Tunawakaribisha wawepo kwenye bonanza hilo ili waweze kupata elimu, lakini pia waweze kuona michezo ambayo itakuwepo tunayoandaa. Afande Kandola, nyama choma inafanyikia wapi sasa? Hapo pale uwanjani. Kila kitu kinafanyikia hapo Tanzanite Park. Tunachomea pale. Labda tungependa kufahamu mshindi katika mashindano hayo katika hilo bonanza ameandaliwa kitu gani? Washindi tumeandaa zawadi. Zawadi ni nono kulingana na sisi tulivyo. Kuna kombe kubwa kabisa, kombe la maana kabisa ambayo inaonekana ni lenyewe kweli kweli, la polisi Babati bonanza, CD bonanza. Lakini pia kutakuwa na jezi. Watapata kombe na jezi pamoja. Na tuseme ni dazani moja. Lakini mshindi wa pili naye tumemwandalia, na yeye asikae kinyonge, naye atapata jezi.
Na wale washiriki wote ambao wameshiriki labda perform vizuri, wale washiriki wote tumeandaa vyeti. Kuna vyeti vya ushiriki, watu wote waandaaji, wale washiriki, wasafirishaji, hizo idara ambazo tumezialika, kutakuwa na vyeti vya ushiriki pamoja na zawadi zingine kwenye zile mbio. Kwenye mbio kuna pesa taslimu tumeandaa pale, ili mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu watapata kiasi. Lakini kwenye kuvuta kamba pia napo kuna zawadi tumeandaa, watapata, kwa sababu watakuwa ni watu wengi kidogo. Tumeandaa zawadi ambayo inaendana na idadi yao. Kwa hiyo watu wajipange. Labda mgeni rasmi katika bonanza hili anatarajiwa kuwa nani? Mgeni rasmi kwenye bonanza letu ni Mheshimiwa Emmanuel Kambai ambaye ndiye mbunge wa jimbo la Mbulu la Babati mjini, ambaye pia ndiye mlezi wa hawa maafisa usafirishaji katika wilaya ya Babati. Ndio. Nini neno lako sasa kwa maafisa usafirishaji kuelekea bonanza hili pamoja na polisi na timu zote ambazo zitashiriki? Niwaombe waendelee kujiandaa vizuri. Kujiandaa kwao kuende pamoja na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili waweze kuifikia hiyo siku akiwa salama salimini. Afande Kandola, tumekuwa tukiona michezo mingi. Hatujasikia habari za netball, ile michezo ya kike, lakini tunafahamu michezo uliyohitaji na shiriki. Unazungumziaje? Katika michezo yote niliyohitaji, washiriki wa kike pia watakuwepo nao watashiriki hivyo hivyo kama wanaume wanavyoshiriki.